Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan anakabiliwa na shinikizo kubwa la kisiasa pamoja na taharuki kufuatia ujumbe mzito uliotumwa na mwanaharakati Maria Sarungi kwenda kwa shirika la mpira la miguu barani Afrika AFCON kuhusiana na mashindano ya mpira ya miguu yanayopangwa kufanyika katika mataifa ya Afrika Mashariki ya Tanzania, Kenya na Uganda. Kupitia taarifa aliyochapisha kwenye ukurasa wake rasmi wa mtandao wa kijamii wa Instagram, mwanaharakati huyo alieleza kuwa tukio la kisiasa na la kimichezo lililotokea jijini Berlin nchini Ujerumani mwaka wa 1936 wakati wa michezo ya Olimpiki linaweza kujirudia tena nchini Tanzania wakati wa uongozi wa sasa. Mwanaharakati huyo alibainisha kuwa utawala uliokuwepo madarakani jijini Berlin wakati huo ulipoteza imani kubwa mbele ya wananchi na mataifa ya kigeni, hali inayofanana na kile kinachoshuhudiwa hivi sasa ndani ya utawala wa serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan. Mwanaharakati huyo mwandamizi alisisitiza kupitia taarifa hiyo ya mtandaoni kuwa ingawa serikali inayoongozwa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Rais Samia Suluhu Hassan inajitahidi kukamilisha vigezo na kujenga viwanja vya visasa vya michezo, hali ya usalama na mtazamo wanavyodhani hali ya usalama na mtazamo wa wananchi juu ya uongozi huo havipo sawa kama viongozi wanavyodhani. Mwanaharakati huyo alieleza kuwa uwepo wa mashindano hayo makubwa ya kimataifa unavutia hisia za wageni wengi kutoka mataifa mbalimbali na kutoa fursa kwa umma kuonyesha uhalisia wa changamoto na ukiukaji wa haki unaodaiwa kutendeka nchini. Taarifa hiyo ilifafanua kuwa uwepo wa idadi kubwa ya wageni kutoka nje ya nchi itazuia jeshi la polisi Tanzania kutumia nguvu kubwa dhidi ya raia kama ilivyoshuhudiwa wakati wa maandamano na ghasia za vijana zilizotokea mwaka uliopita. Shambulizo hilo la kifikra na kimfumo linalomlenga mkuu wa nchi na serikali linakuja wakati ambapo mahakama ya rufani nchini imetoa ushahidi wa awali wa kisheria kwa mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Lissu, jambo linaloimarisha matumaini ya wengi kumwona kiongozi huyo wa upinzani akiachiwa huru kutoka mahabusu. Hatua hiyo ya kisheria imekuja siku chache baada ya kiongozi mkuu wa nchi na mwenyekiti wa CCM Taifa Rais Samia Suluhu Hassan kutoa hotuba mbaya na nzito akiwa Zanzibar, ambapo alisifu utulivu wa visiwani humo huku akimkosoa kiongozi mmoja wa upinzani anayeonekana kuwa mgaidi na asiyekubaliana na mwelekeo wa serikali. Rais alibainisha kuwa mwanasiasa huyo amekuwa akitoa matakwa na masharti magumu dhidi ya serikali baada ya kuridhia mazungumzo, kauli iliyotafsiriwa na wachambuzi wengi kuwa ilikuwa ikimrejelea moja kwa moja Tundu Antipas Lissu. Ujumbe huo wa Maria Sarungi kwenda kwa shirika la AFCON unalenga kuonyesha sura halisi ya maisha ya Mtanzania wa kawaida na changamoto anazozipitia chini ya utawala wa sasa wa Rais Samia Suluhu Hassan. Mwanaharakati huyo ambaye amekuwa mstari wa mbele kupigania mchakato wa katiba mpya pamoja na kutaka kuachiliwa huru kwa mahabusu wote wa kisiasa, alieleza kuwa jitihada za serikali za kujenga miundombinu ya michezo hazipasi kuficha changamoto za msingi za haki za binadamu na demokrasia nchini. Mwanaharakati huyo alisisitiza kuwa wananchi na wadau wa kimataifa wanapaswa kupata picha halisi ya kiutawala na kisheria badala ya kuangazia tu maandalizi ya vijana na viwanja vya mpira. Matukio haya yanadhihirisha namna masuala ya michezo na siasa yanavyoingiliana katika kipindi hiki ambacho taifa linajiandaa kuwakaribisha wageni kutoka kote barani Afrika. Wakati kiongozi wa dola Rais Samia Suluhu Hassan akihimiza kukamilika kwa kasi za miundombinu na viwanja vya mpira wa miguu ili kufanikisha mashindano ya AFCON, mwanaharakati wa viongozi
na viongozi wa vyama vya upinzani wanaendelea kutumia majukwaa mbalimbali kushinikiza uwepo wa katiba mpya na kutekelezwa kwa misingi ya haki na usawa kwa wananchi wote wa Tanzania. Mtafaruku huu wa kisiasa unaendelea kutokana na ujumbe huo wa Maria Sarungi umeongeza mjadala mzito miongoni mwa wananchi kuhusu namna serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan itakavyokabiliana na shinikizo la kimataifa pamoja na maandalizi ya mashindano hayo makubwa ya kandanda. Wakati viongozi wa serikali wakikazia umuhimu wa utulivu na maendeleo ya miundo mbinu, sauti za wanaharakati zinaendelea kuvuta hisia za wadau wa kimataifa zikihimiza kuangaziwa upya kwa hali ya haki za binadamu na usalama wa raia kuelekea mashindano ya AFCON nchini Tanzania. Mshike huo wa kisiasa unazidi kushika kasi huku wananchi na wachambuzi wa mambo wakitathmini athari za kisheria na kisiasa zinazoweza kujitokeza kufuatia maamuzi ya mahakama ya rufani kuhusu Tundu Antiphas Lissu. Hatua hizo za kisheria zinatokea katika kipindi ambacho mkuu wa nchi Rais Samia Suluhu Hassan anakabiliwa na kibarua kizito cha kuhakikisha utulivu wa ndani unadumishwa huku mashindano ya kimataifa ya AFCON yakisogea karibu. Wanaharakati na viongozi wa vyama vya upinzani wanasisitiza kuwa njia pekee ya kujenga taswira nzuri ya nchi mbele ya mataifa ya kigeni ni kuheshimu misingi ya haki, kuachia mahabusu wa kisiasa na kuridhia mchakato wa katiba mpya kabla ya kwanza kwa mashindano haya makubwa ya kimichezo nchini. Katika muendelezo wa matukio hayo ya kisiasa, kauli ya kiongozi mkuu wa nchi Rais Samia Suluhu Hassan alizozitoa hivi karibuni huko Zanzibar zinaendelea kufuatiliwa kwa karibu na makundi mbalimbali ya kijamii na kisheria. Wananchi wengine wanalinganisha msimamo huo wa serikali na hoja zilizotolewa na mwanaharakati Maria Sarungi kuhusu uwepo wa migogoro ya kifikra na kiutawala inayohitaji kutatuliwa kwa njia ya haki badala ya kutumia nguvu za dola au kupuuza matakwa ya umma. Mjadala huu mzito unazidi kupata mashiko mapya baada ya viongozi wa ngazi ya juu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kutangaza msimamo wao wa kuendelea kudai haki na demokrasia bila kurudi nyuma. Msimamo huo wa chama cha upinzani unaendelea sambamba na jitihada za wanaharakati huru wanaotumia mitandao ya kijamii kuifikishia taifa na kijamii ujumbe kuhusu hali halisi ya kisiasa nchini na kiutawala uliopo Tanzania chini ya uongozi wa awamu ya 6 Rais Samia Suluhu Hassan. Wakati huo huo, maandalizi ya viwanja na miundombinu mbalimbali ya michezo iliyopewa kipaumbele na Rais Samia Suluhu Hassan yanaendelea kuratibiwa na Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo pamoja na shirika la AFCON. Hata hivyo, maendeleo hayo ya miundombinu yanaendelea kuambatana na mawazo mseto kutoka kwa raia wanaosisitiza kuwa ujenzi wa viwanja vya kisasa unapaswa kuenda mkono kwa mkono na kulindwa kwa haki za msingi za raia pamoja na uhuru wa kisiasa nchini.